ambacho kimeanza kutoka kwa Young Africans? Sijakuelewa unaposema funzo, kwa sababu taarifa ya taasisi imeeleza wazi kwamba nini ambacho wanatakiwa kuja kukifanya. Sasa sielewi unaposema funzo. Hilo la Yanga kwa maana utaratibu wa kuchukua fedha huku, kupia madeni ya huku, watu wanasema ni utaratibu wa kawaida na siku zote wamekuwa wakiishi na TFF hivyo, ila imekuwa ni tofauti kwa Young Africans. Kwa upande wenu sasa, kwa kile ambacho mlikuwa mkiendelea kurejelea klabu za ligi kuu, championship na hata timu za wanawake, nadhani huu ni utaratibu wa kawaida tu. Ndio maana nimesema kwamba ni utaratibu wa kawaida tu, kwamba mimi na mdai Dickson, namwambia Dickson, una fedha yangu iko kiasi fulani, ilo deni langu hebu kata huko, kuna shida gani? Kwa maana ya songesha. Swali lingine. Kwa taarifa yao ambao walitoa jana Young Africans kuhusiana na makato ya wachezaji hususan wa kigeni, wanasema ada hiyo kulipwa mwanzoni mwa msimu na bingwa kupatikana mwishoni mwa msimu. Uwiano unakujaje hapa? Si ndio leo sasa waliambiwa kwamba wafike na wamekuja, wameweka barua tu, wamesema kwamba hawako tayari kwa mazungumzo. Sasa kama taasisi sisi tunafanya nini? Unadhani mwafaka utapatikana sasa kama Yanga hawataki mazungumzo, wameleta barua na ninyi, kwa sababu maelezo ya CEO wamesema wanataka kama ninyi mna maelezo muandikie barua, mwafaka utapatikana kwenye hilo? Nadhani maelekezo yako vizuri kabisa kwamba jambo la kitaasisi linamalizwa kitaasisi, si ndio? Manake ni kwamba kuna njia za kufuata kama taasisi ambazo TFF imekuwa inafuata njia hizo za taasisi kuweza kuweka sawa kila kitu au kushughulikia kila aina ya jambo ambalo linafika TFF. Kwa hiyo huwezi kushughulikia jambo la kitaasisi ukaenda tofauti na taasisi jinsi ambavyo inaendeshwa. TFF imekuwa inaendeshwa kwa uwazi mkubwa, tena kwenye swala la fedha imekuwa katika uwazi mkubwa mno, na ndio maana hata taarifa yetu ya jana imeeleza wazi kwamba tumepokea kiasi gani kutoka CRDB Bank kwa ajili ya CRDB Bank Federation Cup ya msimu uliopita, na ilikuwa ni fedha kwa ajili ya nini. Maelekezo yote tumeyatoa, na kisha tukatoa maelekezo kwa Young Africans kufika saa 4 asubuhi kwenye ofisi za shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF kufanya hiyo reconciliation ya kwamba wao wanasema wanadai nini, na sisi tunaposema kwamba tunawadai kitu gani. Manake ndio jambo sasa hilo la kuweza kukaa na kuweza kuzungumza kwa pamoja kwamba mimi bwana, mbona inaonyesha hivi, huku kwangu inaonyesha hivi. Lakini ukitaka kila wakati tuandikiane barua wakati taasisi hizi haziko mbali na jambo la kitaasisi, manake mkikaa pamoja mnaweza kushughulikia hilo jambo. Kwa hiyo sisi TFF wakati wowote tunawakaribisha waweze kufika TFF tufanye reconciliation kama ambavyo tumetoa hayo maelekezo. Sasa kama wana nia yao nyingine tofauti na hiyo, sasa hilo ni jambo ambalo kusema kweli liko nje ya uwezo wetu. Kuna sasa hivi dunia iko kiganjani, sasa ni mitandao, tunaonekana duniani. Nafikiri hili mvutano, haya mambo yanayoendelea baina ya Yanga TFF, yani kinachoendelea kwenye soka la Tanzania sasa hivi kinaleta taswira gani kwenye upande wa soka duniani? Kwanza mimi niwaombe waandishi, vyombo vya habari, imetumika nguvu kubwa kuweza kujenga taswira nzuri ya soka letu, lakini sote ni mashahidi kwamba mpira wetu umekuwa unapiga hatua ngazi ya klabu, lakini ngazi ya taifa pia tumekuwa tunapiga hatua. Sasa vyombo vya habari tusikubali kirahisi kuingia katika sehemu ambayo inadidimiza mpira wetu, kwa sababu hata nyinyi waandishi pia mmekuwa ni sehemu ya kuchangia kwa kiasi kikubwa mpira wa miguu kuweza kupiga hatua. Kwa hiyo msikubali kutumika kwa ajili ya kupeleka chini mpira wetu. Hilo kusema kweli natoa rai kwa vyombo vya habari kwamba kama kuna jambo lolote, kama mlivyokuja leo, mmekuja tumewapa taarifa kwamba hili liko hivi, lakini kumekuwa na sintofahamu nyingi ambazo zinatengenezwa na vyombo vya habari, lakini ni kwa sababu tu wameegemea katika upande fulani. Kwa hiyo niwaombe kwamba TFF imekuwa wazi katika masuala yote pale ambako mmekuwa mkihitaji taarifa. Kwa hiyo sioni sababu ya kumpa platform mtu ambaye ameamua kuchafua mpira wa miguu kwa namna yeye ambavyo ameiona. Kwa ninyi kama taasisi Young Africans ndio hivyo